Kitabu cha Wafilipi, waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi, mlango wa 2, mstari wa 1 mpaka mstari wa 4, nasoma kwa msaada wa Mungu. Basi ikiwamo faraja yoyote katika Kristo, yakiwamo matulizo yoyote ya mapenzi, ikiwamo ushirika wowote wa Roho, ikiwamo huruma yoyote na rehema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkenia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Amen. Tukae. Haleluya. Mungu ni mwema. Tunamtukuza Kristo Yesu. Leo ni siku nyingine ya 4 ambapo tumekuwa na masomo haya ya unyumba, ambapo kichwa kikuu kinasema ni msingi wa ustawi na usalama wa familia. Msingi wa ustawi na usalama. Na tulianza kwa habari ya upendo na mawasiliano. Tuliongea kwa habari ya upendo na mawasiliano, mada ya kwanza ndogo, na mada ya pili ndogo tulizungumza kwa habari ya malezi bora. Tukaongea kirefu kuhusu malezi, na mada ndogo ya tatu ilikuwa ni namna ya kuimarisha imani ya Kikristo katika familia, na tulijifunza sana kwa habari ya umuhimu wa ibada Jumapili iliyopita, kwa habari ya umuhimu wa ibada ya familia. Hapo kwenye ibada ya familia tulisema angalau baba, mama na watoto wawe na muda wa kusoma neno la Mungu pamoja. Ni kama ikiwezekana lifafanuliwe kidogo, na baada ya kulisoma watu sasa ndipo watu waimbe, waombe, wasome neno afu waombe. Ibada inakuwa ni ibada, ni maombi lakini inakuwa kama ibada kwa sababu yanaanza na wimbo labda kwenye kitabu, alafu neno, alafu labda wimbo tena wa kuabudu, alafu maombi. Bwana asifiwe. Ngasema ibada hiyo pale nyumbani, sasa tuwe na hizo ibada za nyumbani. Na ndio ningelezungumzia kwa habari ya ibada za jumuiya na ibada ya Jumapili kwa ujumla. Sasa ndugu zangu, leo tuko kwenye somo jingine, kichwa kingine kidogo kinachosema kumiliki pamoja. Kumiliki pamoja. Kumiliki pamoja. Una kiwanja, mke anajua, mume anajua. Una ploti kule juu, mke wako anajua, mume anajua. Umeenda kuvuna, mnaenda wote, au wote mnajua leo tunavuna na tumevuna gunia ngapi, tumepata shilingi ngapi, kufanyia nini pamoja. Wangapi wanayo maisha? Usinyoshe. Ndio somo la leo. Pamoja. Hakuna cha mke cha mume, ya kwetu wote. Sasa ujifanye unaficha sasa unadanja, ndio utajua. Unakufa benki umeacha milioni 100, hamna mtoto anajua. Hata ATM unafichaga, hamna mtu anajua. Zinakaa kule benki miaka 10, wanasema huyu mtu mbona haongezi, hapunguzi. Wanafuatilia, wanaambiwa alishakufaga. Alafu wanagundua kwamba huyu kwa vyovyote, hebu fuatilieni, kuna yote kule nyumbani anajua. Hajui. Sio kwamba ndio wanafanyaga hivyo, lakini maafisa wanabeki wanasema mzigo huu hapa. Jamaa kasha danja. Mke wake hajui, mtoto hajui. Tufanyeje? Hebu tugonge kwanza 10. Wanakula hapo 10. Mwaka, kuna mtu ameulizia, hamna ile ulizia, tugonge tena 20. Ndio hela yako itakavuliwa. Ndivyo ambavyo hela yako itakavuliwa, wewe ambaye unafanya mambo yako mwenyewe kwa kificho. Tupo? Mimi sikai za kwangu, bora mimi nachimbiaga za kwangu, zitaozea hapo chini.
Ndugu zangu, tumesoma kitabu cha Wafilipi mlango wa, msikize kwa makini. Haya masomo jamani, mimi nimefundisha sehemu nyingi. Yanasaidia sana. Ni hekima kubwa ambayo unaweza kuipata sehemu nyingine kwa kulipia. Kwa hiyo tusikize kwa makini na Roho Mtakatifu atusaidie. Tusaidike. Bwana asifiwe. Tumesoma kwenye kitabu cha Wafilipi. Inasema ikiwamo faraja yoyote katika Kristo, yakiwamo matulizo yoyote, ukiwamo ushirika wowote, yakiwamo matulizo yoyote ya mapenzi, ikiwamo ushirika wowote wa Roho, ikiwamo huruma yoyote na rehema. Ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatukumbusha kwa kinywa cha Paulo ambaye alikuwa anahubiria Wafilipi kwamba anasema hivi, kuna saa kuna hitajika faraja. Kuna saa mtu anataka faraja. Wangapi wamewahi kutamani kufarijiwa? Nafikiri tuko wengi. Sasa Paulo anasema hivi, ukijisikia kufarijiwa, kwa lugha ya Kiswahili, ukijisikia kupetiwa, kutulizwa moyo, kutiwa moyo, saa ambapo huna hela, kila mtu anakudai, mke anakudai, mtoto anakudai ya viatu, anakudai ya chakula shule, mchungaji anakudai ya mchango, hana hata ile hekima ya kujua una madeni, naye anakuja anadai. Ukienda kazini wanadai, hospitali wanakudai, pengine ulienda pale kwa Mkapa pale umetibiwa, akamwambia jamani, hali yangu sio nzuri, nitakuja kulipa. Kuku zinakudai, unadaiwa mpaka na kuku hazijapata pumba. Unajua kuna saa mwanaume unaweza ukadaiwa mpaka ukachanganyikiwa. Unapiga hesabu uziuze kuku au ukakope wapi pumba. Maana pale unakopa, umekopa deni limekuwa kubwa, huwezi kwenda pale tena. Unaanza uziuze sasa, unaona kiziuza tena nitakuja kuanza tena moja. Sasa madeni hayo yanapozidi, unafika mahali sasa wale wakufariji ni mke wako. Lakini mke anasemaje? Kila kitu ni mimi hapa, chakula ni mimi. Kuna faida gani sasa ya kuolewa? Wewe sasa ni mwanaume. Bora ningekuwa tu na mimi single mother kama nani pale. Nani anaongea hivyo? Sema mfariji. Mfariji. Yeye anasema wafariji wataabishaji. Yaani huyo wako kufariji ndio anakuchefua kabisa. Au mama anaumwa. Unajua mama ndio anatesekaga. Ni wanaume wachache wanaweza kujua kwamba mke wake anaumwa leo hawezi kupika. Mwanaume anakuja na aisee huko duniani jamani kuna ukatili. Baba anakuja na mikwara huko. Unajaribu kuelezea unaumwa, haelewi. Unajaribu kunyanyuka kwa position la kuumwa, unadeka nini hapa? Hebu niweke maji. Unajifanya unafikiri sikuelewa, unajifanyisha. Wamama, wamekutana hiyo kitu. Sasa nani anakuambia hivyo? Unajua hata saa nyingine mama hataki hata umpe kitu, nataka tu mwambie pole.
hata uelewe tu kwamba anaumwa leo, ajisikii vizuri. Mfariji hakufariji, anazidi kukuumiza. Asa Paulo anasema hivi, zikiwapo faraja kama ambavyo unatamani kufarijiwa, jua na wewe una wajibu wa kumfariji mtu mwingine. Haleluya. Kama ambavyo una uhitaji, jua na mwenzako kuna sana uhitaji. Kama ambavyo umelemewa, ujue inawezekana huyo unayetaka kusaidia naye amelemewa. Kwa Paulo anasema ikiwapo faraja yoyote, ikiwapo mapenzi, anasema yani iwe two way traffic. Ufanye wewe kama ambavyo unatamani kufanyiwa. Akasema ikiwamo huruma yoyote, toa huruma, uhurumiwe. Sasa tunapoambiwa kwa habari ya kuwa na ushirika na kila kitu, ndio kinaanzia hapo na ubinafsi. Mtu anataka yeye apikiwe, yeye awekewe maji ya kuoga, yeye aambiwe pole mme wangu, yeye aambiwe sijui pumzika sasa umechoka, lakini hajui kwamba huyo anayemwambia na yeye anachokaga. Hajui kwamba huyo anayemwambia na yeye anatokaga sokoni na kapu anatakiwa aambiwe pole. Hajui kwamba huyo anayempetipeti naye kuna sana anataka apetwe aambiwe lala. Yeye anajua hili ni lipunda langu tu lifanye. Ngoma ienda hivyo. Paulo, Biblia inasema jamani, Biblia inasema umoja. Kama ni kufariji, fariji kama unavyotaka kufarijiwa. Kama ni huruma, hurumia kama unavyotaka kuhurumiwa. Haleluya. Kwa hiyo sasa, kama ambavyo unajua sasa kuna watu wanataka kila kitu ajue. Kuna watu bwana wamewafunga waume wao GPS. Yuko wapi huyo? Wanaitaga nani? Wanaitwaga nani hao wanaume? Wala uitu jina zuri au jina lako. Mmenionea wapi huyo nani wangu? Kama ni kiwembe au kama nini anavyovuta anavyomuita. Kila unapoenda mama anakufuatilia. Na kuna wanaume kila mama anapoenda yuko hapo nyuma hivi anafuatilia, amefanya nini? Hata hizo unavyotaka kujua kila habari ya mwenzako, basi anza wewe kuyaweka wazi mambo yako. Haleluya. Na watu wenye tabia ya kufuatilia mambo ya watu, utakufa kabla ya siku zako. Kweli. Amani ni kuridhika na maisha unayoishi. Usitafute matatizo yakija kabiliana nayo. Bwana asifiwe. Kadiri unavyofuatilia kuchunguza kufanyaje utapata pressure. Unafuatilia mwenzako kanunua hichi kafanya nini. Kuna wapelelezi wazuri, lakini kuna wapelelezi wana wivu. Unafuatilia unasikia kanunua tena gari, unasikia kaongeza plot, unachanganyikiwa. Unaanza kupata stress. Kwa nini? Kwa sababu unafuatilia maisha ya watu. Unaambiwa kafanya hichi, unachanganyikiwa. Wewe sasa hata na ukimfuatilia mke wako kupita kiasi, ukimfuatilia mume wako kupita kiasi, hamtatoboa. Kwa sababu kuna saa utaambiwa na vitu vya uongo. Bwana apewe sifa. Lakini hoja sasa, jinsi unavyotamani kujua mambo ya mwenzako, anza wewe kumjulisha ya kwako. Anza wewe kumjulisha ya kwako. Mke wangu, bwana nashukuru Mungu nimepata milioni hizi 20, nimeziweka sehemu fulani. Ili uwe na nguvu ya kumuuliza, mbona kila siku naenda sokoni sioni matokeo hapa? Hata kama mimi sijui ya kwako, niambie ya kwako, unataka kujua ya kwangu ya nini? Lazima uwe mfano ili upate nguvu ya kumshawishi na mwenzako. Bwana asifiwe. Na hapo kwa mwanaume lazima upambane uwe na hela nyingi kuliko mke wako. Kwa sababu kama una hela nyingi kuliko mke wako, huna jeuri ya kumuuliza. Unanieleza habari ya laki yako wakati mimi na milioni 10 yangu.
Unajua atakwambiaje? Atakwambia nashukuru Mungu na mimi nilipata 200,000 kwenye soko la juzi. Unaambiwa kulingana na uwezo wako. Kwa hiyo baba, inabidi upambane, uhakikishe una nguvu. Haleluya. Wa baba, maneno machungu lakini ndio ukweli. Wanaume ni hii aise. Kama una hii baba. Kama una hela, una nguvu ya kuongea. Vinginevyo Mungu akupe mama mnyenyekevu. Vinginevyo Mungu akupe mama mwenye hekima. Vinginevyo Mungu akupe mama mwenye neema ya Mungu. Tofauti na hapo, pochi ndio inaongea. Au uongo wa mama? Mama sema ni kweli. Ukiwa na pochi utakiwa kuwa na maneno mengi, pochi inaongea. Sasa Paulo anasema yakiwamo mapenzi yoyote, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, yakiwamo matulizo yoyote ya mapenzi, alafu pale mwisho anasema jitulizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja. Unajua maana ya mapenzi mamoja, mzee mgeni? Mzee mgeni amesema tufundishe mchungaji. Unajua mapenzi mamoja? Kwanza mapenzi ni nini? Mapenzi ni nini? Mapenzi sio kitu unachofikiria. Mapenzi ni kiwango fulani cha juu cha mahusiano. Bwana asifiwe. Mapenzi, ukisema nina mapenzi ya dhati na mchungaji Tarimo, maana yake ushavuka upendo. Yaani uko kwenye upendo uliopita upendo na mchungaji. Kwa hiyo hii sio lazima mapenzi kama mapenzi unavyofikiria, lakini ni kiwango fulani cha mahusiano na mtu. Bwana asifiwe. Kuna tofauti ya kusema mpendwa mchungaji. Kuna tofauti ya kusema mchungaji wangu mpendwa, na mwingine akasema yule ni mchungaji wangu kipenzi. Hallelujah. Huyo alisema mpendwa, huyo alisema kipenzi, watu watashtuka. Maana yake amevuka, yuko mbele kidogo. Lakini mchungaji sio mpenzi wake, kila ni kipenzi, yani kwenye moyo. Huyu ni mchungaji wangu wa kwenye moyo. Bwana asifiwe. Sasa Paulo anasema hivi, mapenzi mamoja. Na tunapozungumza kwa habari ya familia, mume na mke, hebu tuende tuzungumze hata basi kwa habari ya mapenzi. Unapokuwa na mapenzi na mtu, inawezekana mapenzi sio mamoja. Kwa nini? Kwa sababu kwenye mapenzi mmoja anawaza hela, mmoja anawaza starehe. Hapo hakuna nini? Hakuna mapenzi hapo. Kuna nini? Kuna kutimiza tamaa. Inawezekana mkawa na mapenzi na mume wako, lakini mume wako anakuona wa maana. Anakuona wa maana saa ngapi? Sema saa ya nanilio. Leo. Ikipita huo muda, huyu sio wa maana tena. Na mke wako anakuona wa maana, sau anakudai hela matumizi. Unashangaa anabadilisha lugha. Baba, utakunywa chai gani leo? Ukiona unaanza kuambiwa hivyo na unajua utaombwa hela tu. Baba, Bwana asifiwe. Ukiona mwanamke ameamka na vibe la upendo uliopitiliza, haifiki jioni lazima akuombe hela. Nimesemaje?
Sasa Paulo hapo hamna mapenzi mamoja. Kuna target. Kila mmoja anapenda kwa target. Sasa Paulo anasema tupendane mapenzi mamoja. Kwamba huyu ni mtu wangu, ana madhaifu sasa hivi ameishiwa, lakini tumetoka mbali. Sasa hivi hana nguvu ya kufanya kazi kama zamani, lakini umeamkaje mzee mgeni? Unaendeleaje? Nitakuja nikusalimia hapo. Huanzi pesa wala huanzi kumtuma shambani, kwa sababu alikuwa anakusaidiaga pesa na alikuwa anakusaidia shambani. Sasa hivi hawezi, lakini bado una mapenzi naye. Bwana apewe sifa. Na mgeni wakati anakusubiri anajisikia faraja kwamba mchungaji anatembelea leo. Hatazamii utampa chochote, lakini anajisikia furaha. Embu anachukua anakopa hela mali, anasema hebu kanunue kinyama robo. Anakupikia sio kwa sababu utamwachia hela, kwa sababu ya umuhimu wako. Bwana asifiwe. Ndio mapenzi mamoja sasa. Kwa umoja wa kushia vitu unaanzia mbali. Hallelujah. Naomba sasa niende na ile somo tuloandaliwa niweze kumaliza. Kwa ndugu zangu, kujenga umoja wetu na mahusiano yetu, tunie jambo moja kwanza: thamani na umuhimu wa mtu anapokuwa dhaifu, anapokuwa anaweza au hawezi. Lakini unachotaka kufanyiwa, tamani kumfanyia mwenzako kwanza, ili usubiri na yeye atende kwako. Sasa mpango wa pamoja, utendaji na matumizi ya pamoja ya rasilimali za familia za Kristo. Hapa kwenye somo letu, somo linalenga kufanikisha ustawi wa familia kwa kutumia rasilimali zilizopo. Rasilimali ni nini? Kwanza, rasilimali ya kwanza kwenye familia ni watu. Rasilimali ya kwanza ni mume wako. Rasilimali ya kwanza ni mke wako. Kwa sababu huyo mke wako unaweza kumtumia kwa faida, mkajenga watoto, mkapata watoto wengi. Huyo mume wako unaweza kumtumia kwa faida. Maana rasilimali ya kwanza ni yule mtu. Kwa kitu cha thamani ni mtu. Alafu kupitia mtu vitu vinakuja. Bwana asifiwe. Kupitia mtu mnaweza kukua na mali au mkafilisika kabisa. Unaweza ukaoana na mtu hafanyi kazi, yuko tu hapo nyumbani, ni mwanamke wa nyumbani, lakini ukashangaa kila ukipanda hapo rondosi, ukirudi magunia. Ukikata hivi biashara, ukirudi hela. Ukaanza kumdharau huyo mwanamke, unamwambia wewe unakaa tu nyumbani hapa, wewe unavoleta hela kwa shida. Kumbe unatembelea kismati cha yule mama. Kama una akili ndogo hapo huwezi elewa. Pima bwana, kuna wanaume wamefukuza wake zao baada ya kupata hela. Nini kiliwakuta? Na wakafilisika. Kwa angalia mara mbili. Huyo mwanamke inawezekana ametemewa mate na bibi yake au babu yake. Kwa zile baraka zinapita kwa mume. Wapo watu wa hivyo. Kuna mwanamke heshima yote uliona kwa sababu ya mume wako. Siku ukiachana naye utakuwa kama takataka. Hata wale wanaochepuka na wewe watakukimbia. Hivi mzee mgeni, unajua kiroho, unajua kuna mwanamke ambaye anasumbuliwa na wanaume wengi hapa barabarani, lakini sababu ni mume wake. Yaani wanaume wengine wanamtaka, afu yake kila kitu anamwambia mimi ni mzuri, unanyang'anya hivi. Lakini unakuta baba unaishi naye ana neema ya Mungu, kwa ile heshima alionayo inakugusa na wewe. Kwa siku mkizinguana mkaachana, utashangaa hata wale waliokuwa wanakusumbua na wanakuweka blacklist. Ulimwengu wa roho unafanya kazi kwa namna ya ajabu sana. Inataka akili kubwa na neema ya kuweza kuchambua ili uone umuhimu wa mwenzako. Bwana apewe sifa. Kila mtu amekuja huku duniani ana neema yake. Kuna watu ukihusiana nao tu maisha yako yanabadilika, na kuna watu ukihusiana nao maisha yako yanavurugika. Urafiki tu, hakuibii, hajakushauri kitu kibaya, lakini ile kuambatana naye tu maisha yanavurugika. Tuamezingio ni vizuri tuangalie uko na mkosi ama uko na mtu mwenye baraka.
Kama uko na mkosi, hakuna jambo linalomshinda Mungu. Mkienda mbele za Mungu, kama ujue uko na nani, kama uko na balaa na mkosi, uende madhabahuni kwa Mungu, tuombe Mungu amfungue mwanaume au huyo mwanamke. Na kama uko na mtu ambaye ni baraka kwenye maisha yako, basi ujue kuishi naye kwa adabu. Kama uko na mwanamke na unafanikiwa, jifunze kumheshimu huyo mwanamke. Wapendwa wanaume, kama uko na mwanamke afu unamuona ni kero na unafanikiwa, jifunze kumheshimu na kumvumilia. Kama uko na mume unamdharau lakini una heshima fulani, jifunze kutafakari juu ya heshima ulionayo na mume wako na uzidi kumheshimu. Tukiyajua haya, tujenge familia sasa pamoja. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa ndugu zangu, haya mengine nayasoma tu haraka haraka ili wachangiaji wachangie tutoke. Kuna changamoto zinazokabili mpango wa kumiliki pamoja. Ajenda ya Mungu ilikuwa ni ukishaoa huna chako ni cha mmeo, chako ni cha mke wako. Bwana asifiwe. Ndio maana Mungu akasema msifanyeje? Sema msinyimane. Simseme msinyimane, sema msinyimane. Msinyimane nini? Sema chakula. Sema chakula na pesa za matumizi. Ni kwamba mmechoka au hamwelewi? Kama kanisa tuko pamoja, tupungiane mkono. Baada ya Mungu kusema msinyimane, kwa kupitia Paulo akasema hivi, kwa kuwa mume ana amri juu ya mwili wake isipokuwa mke. Yaani maana yake wewe tena ukishaoa wewe ni mtumwa, kwa sababu kuna saa mke wako ataamua ulale au usilale. Na Biblia inasema huna amri, kwa kuwa mwili wako ni wa kwake. Ikiwa mkioana na mtu, kuna uhuru wa kumiliki mwili wako mwenyewe, bali mwenzako ana hati miliki juu ya mwili wako. Je, pesa zako? Kama mwili wako Mungu ameumilikisha kwa huyo mwanamke, je, pesa zako? Je, kiwanja? Kwa ina maana ukishaoana na mtu, lenu ni moja. Biblia inasema hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Bwana apewe sifa. Na sheria za nchi zinasema ukioana na mtu leo, kesho ukajenga nyumba, ukiachana naye, hiyo nyumba mtagawana. Na ulijenga kwa hela yako, hajachangia 100, lakini mtagawana pasu kwa pasu. Haleluya. Tunaelewa? Nipungie mkono kama unanielewa. Tafsiri yake ni nini? Sheria za nchi, na sio nchi, dunia nzima. Fuatilia watu maarufu wanapoachana na wake zao, wanagawana mali. Kwa sheria za nchi ambazo ni global, wanasema ni za ulimwengu mzima, zinatambua watu wawili walioana, milki walio nayo ni ya kwao wote pamoja. Bwana apewe sifa. Sasa unaficha ya nini? Yaani wewe kinachoweza kukuokoa, labda wewe ulioana naye wewe ni mjinga. Nimesemaje? Kinachoweza kukusaidia ni mambo mawili. Ulioana naye awe mjinga au awe hana uwezo. Lakini kama ana akili na ana uwezo, atakushtaki na utoboi. Tagawana. Ni nini? Ni mfumo ambao ni wa kimungu, na Mungu akawapa wanadamu kuhalalisha. Ukioana na mtu, lenu ni moja. Bwana asifiwe. Kwa sasa hii kuficha hii ni kujidanganya tu. Japo
Mara nyingine kuficha ni hekima, lakini leo siongelea habari ya kuficha. Sasa kama mume wako ni kichaa, unajua ukimwonyesha tu kesho kutwa ataleta dalali anauza. Mimi nimeona wanaume wanauza mali za wake zao bila mke kujua. Sinyezi zimeshuhudia hapa ng'ombe za wamama zinauzwa. Unakuja ng'ombe wako hayupo, baba naye hayupo. Anarudi mwezi ujao, hana 100. Anarudi na rere, alafu nakuta mwanamke mwenzako pale kapiga hela yote. Sasa ndio mzee mgeni hapo, ndio tukifika hapo ndio tunasemaga akili za kupewa changanya na yani baba mchungaji anakuambia miliki mambo yote pamoja, lakini na wewe tumia akili yako kidogo. kulingana na mazingira yako. Wala ziviwe. Sasa mimi sitaki kwenda zaidi hapo, maana sasa nitakuwa ninatoka nje ya mstari. Kila mali zote zinahesabiwa kwa ni pamoja. Changamoto zinazosababisha sasa zinazo kwa changamoto za umiliki wa pamoja ni ubinafsi. Mtu mmoja anapojipendelea mwenyewe, kumiliki pamoja haitakuwepo. Ukatili ndio kama huu. Mtu anauza mali ya mwenzake. Mama anaenda, umemwonyesha hati zote za nyumba, umemwonyesha mke wako, umemwambia hizi hapa, alafu umemwamini mzee mgeni, umemwachia hapa. Umesafiri, umeenda hapo, umeenda kupambana na maisha, unarudi unakuta zilishapelekwa kikoba siku nyingi na hela za kurejesha hana. Ukisikia wanaume wanaanguka na ukifa mwanamke anaolewa tena na mwanaume mwingine handsome mwenye hela kuliko wewe. Wanaume tupo. Bwana apewe sifa. Mali tumiliki pamoja tunafundishwa. Lakini kila mtu amesikia story za mama amechukua hati za nyumba, amechukua hati za kiwanja, kaenda kukopa, baba hajui na vimeuzwa. Kwa mimi nasema vitu vyote mmiliki pamoja, ila ng'ombe za wanawake zimeuzwa na hawajapata 100. Na nasema tumiliki vitu vyote pamoja, ila nyumba za wanaume zimeuzwa na wanaume. Sasa tofauti na mwanamke, ukiuza ng'ombe wake, unajua mwanamke sikizeni naambia kitu. Baba amekuja huko, amemsomea mama ramani, amechukua ng'ombe wake wa maziwa, ameuza, ameyeyo na hela yote, amekula yote, amerudi amelewa. Kesho panakucha mama anamuuliza taratibu bado, baba ile ng'ombe imeenda wapi? Nimeuza. Unajua mama anafanyaje? Watu wanasema jamani, mama nani umefiwa. Hapo nje panajaa watu nyomi hivi. Alafu mama sasa hajelezi. Sasa hiyo watu wamejaa hapo nje. Mama hajasimama tena. Anajigaragara chini. Kwa hiyo watu bado wanasema nani amekufa? Wenge likiisha ananyuka anasema, "Huyu mwanaume ameuza ng'ombe wangu." Yaani ni ng'ombe imeuzwa na wewe utetee hivi. Kwa hiyo mama akiamka hapo kesho, huyo kwenye robo kule juu ashasahau. Kashasahau kama ng'ombe ameuzwa, kashasahau alipiga kelele, yuko anagombania robo kule juu. Kaza huyu afi. Mwanaume sasa. Mwanaume anakuja yeye. Aise bwana, benki wameuza nyumba yako nyumba imeuzwa nini tena? Inauzwaje nyumba yangu? Nimejenga kwa shida. Mke wako bwana alichukulia mkopo. Angalia hii hapa, hii. Baba anaangalia eleweki. Aise pole sana mzee Gustav. Pole bwana. Hivi vitu vinapatikana bwana. Hamna shida. Mnaagana, mnajua hii. Kesho mnasikia jamaa alilala akapitiliza huko. Mwanamke akizulumiwa anapiga kelele na mawenge na nini. Utaniua lele. Anapona. Baba. Mwanamke ovyo sana. Anakaza anakufa. Bwana apewe sifa. Sasa vitu vyote tuwe na ushirika.
lakini kila mtu atumie akili yake vizuri. Na njia nzuri ya kuwa na vitu vyote shirika. Sasa hivi ndugu zangu, ukiona umeshamiliki pesa zaidi ya milioni 50, tafuta mwanasheria. Bwana asifiwe. Kama ambavyo kuna daktari wa familia, kama ambavyo kuna mchungaji ambaye au mtumishi ambaye likitokea shida yote pale nyumbani yeye ndo anapigiwa simu kwa ajili ya maombi, vivyo hivyo pesa yako ikishafika milioni 30 50, mtaji wako umekuwa, tafuta mwanasheria. Isajili kwake, kila unachofanya mwite. Kama unataka kwenda mbali, baba, sisi tumetaka vitu vyetu tuwe na shirika. Hebu tueleze sheria zinasemaje, na nitawezaje kuwa na ushirika na mke wangu na mali zangu ziwe salama? Utafundishwa. Vitu vyako havitauzwa, mali zako itakuwepo sheria ya kukulinda. Bwana asifiwe. Kama mnaelewa mnipungie mkono. Kadiri unavyotaka kwenda mbali, ongeza kiwango chako cha ufahamu. Bwana asifiwe. Kwa dunia tuliona sasa imefika ukomo wa kuaminiana. Mimi ni mchungaji, nimesuluhisha makesi ya watu pale Ngare mengi. Mara ya mwisho nikanao watu matajiri, nikamwambia, haya kuanzia leo acheni ujinga wa kuaminiana. Yule unampa mtu milioni 50 eti unamwambia atarudisha Jumatatu. Sio dunia sasa hivi. Hata kama ni mchungaji, hata kama ni mlokole, dunia sasa inataka twende kwa maandishi, twende kwa sheria na kanuni. Bwana asifiwe. Kwa sababu anayerusha hapangi kurusha. Mambo yanambuia magumu, anaona kuliko nifilisike ngoja nimtapeli huyu. Haleluya. Ukatili, ulevi, uzururaji na uvivu na wizi wa mali za familia vinakatisha watu tamaa ya kuwa na ushirika. Nimeshasema. Haleluya. Mtu anapata shida, sasa mimi nakubali vitu vyangu vimilikiwe na huyu mwanaume wakati yeye ni mvivu, aende kazini kila kitu natafuta mimi. Hapana. Lakini ukiwa na bidii, hata kama upati sana, mtu anapata moyo kwamba at least. Wizi. Unajua kabisa kwamba huyu mwanamke au huyu mwanaume nikiweka la juu ya kabati anaiba. Afu tena nije nimuonyeshe hela zangu zote. Kama hichi kidogo ambacho hajui anaiba, nije nimuonyeshe kila kitu, anakata tamaa. Kwa jipime, wewe ni mwizi, unamuibia mume wako? Je, unamuibia mke wako? Unamuibia mume, unapeleka kwenu huko ukweni? Kwa nini msongee? Kama wewe ni mwizi, kwa nini sasa mume wako akujulishe mambo yake yote? Kama wewe ni mwizi, kwa nini mke wako unamuibia mke? Wanaume sasa hivi wana tabia ya ajabu. Kuibia mke ni kitu mbaya sana. Kuibia mke ni kwanza ni kudhalilisha wanaume wako. Wanaume, Bwana apewe sifa. Ukiwa mwanaume unatakiwa ukaze. Hata kama mwanamke ana hela kuliko wewe, unatakiwa uwe maskini jeuri. Usipende kutunzwa tena kama mwanamke hana hekima. Saa nyingine akuletea kitu mwambie sitaki, tanunua mwenyewe. Kitu cha mwanamke kinapokelewa cha mwanamke mwenye hekima. Mwanamke ambaye atakufanyia akasema kumvalisha ni mimi yani wewe ile pale ndani mimi namlisha, ni mimi namvalisha kila kitu. Usipokee hizo suruali zake apite nazo hivi. Wanaume mnanielewa, lakini kusimanga na mwanamke anajua kusimanga hapo mambo gani haya? Wanawake, lakini wanawake wenyewe sio simangaje. Haleluya. Na huyo mwanamume ukimpigia kelele utashangaa ubaba wako. Na saa nyingine zira kula hata kinafiki tu. Sema zili. Kwanza ni aibu, unajua kula chakula ya mwanamke ambaye hujatolea jasho ni aibu, unajua. Kwa sababu wewe ndio unatakiwa ulete chakula. Sasa wewe unakuja hapa. Kwanza unakuja msosi manyama unaekewa kama yote na hujatoa hata hela ya dagaa. Na unagonga. Unaweza kukuta mwanaume mwenzako amekununulia nyama na uelewi. Unakula nyama za mwanaume mwenzako. Wa baba mnaelewa. Wa baba, Bwana pesifa. Ni aibu sana kujilamba na chakula cha mwanamke. Halo, mama nani? Nyama zimebaki kidogo hapo. Hebu niwekee kama 2. Ulinunua?
Je, kama ni jirani yako amempa hela nyama, kana mwandikia message ili boya linachekelea na ile nyama ulionunulia baby. Unielewi, amnielewi. Toa matumizi. Lakini kuna wanawake wenye busara zao. Mimi sisemi ukatae chakula cha mke. Kuna mwanamke mwenye busara zake. Anajua mume wangu sasa hivi hali yake ni ngumu. Anamtia moyo, anamwambia baba, leo tumevuna pale kwenye kile kiplot changu. Nimepata hela kidogo. Nimemaliza kulipa lile deni la fulani na nini, kaona nije hapo na mboga kidogo nikutengenezee supu. Kwa unyenyekevu, kwa hekima, unakula kwa furaha. Unajua huyu ni mama ananibeba kwenye hichi kipindi kigumu. Bwana apewe sifa. Unakula kwa furaha, akija mgeni, mama anasema, wewe baba nani nyama ulionunua leo mbona ina mifupa hivyo? Mgeni hajui ni mama amenunua. Maana mama ameamua kutunza heshima ya baba. Hapo kula kwa furaha rafiki yangu. Ukiletea boxer vaa. Ukiletea kiatu vaa. Maana Mungu amekupa mke, sio balaa. Ila mwanamke msimangaji, usile, lala na njaa. Maana ukila kitakutokea puani. Mwanamke msimangaji usivae nguo yake. Anavujisha bebana hiyo nguo yangu. Yaani hiyo nguo yangu amegeuza ndio ya kwenda kufanyaje? Hiyo mbaya. Asa hapo hakutakuwa na umoja. Haleluya. Wamama tuko pamoja? Kwani nimewapiga sana za uso kwani? Sina nyie mna amani. Japo kwenye maisha, kutoboa kwenye maisha saa nyingine kuna saa unataka ujifanye kichaa. Kama kimeumana kabisa, apige kelele huko, ingilia hapa inatokea hapa, wewe gonga msosi, wewe gonga msosi. Inategemea. Sasa kama kimeumana una 100 na una pa kupata, unafanyaje? Unasema tu kelele za chura asizuie tembo kunywa maji. Kwa bila kufundisha, lakini changanya na za kwako. Wewe angalia mazingira yamekaaje. Usije kufa na njaa na pressure hata akasema alikufa na njaa. Shida nini? Mwanamke alikuwa anamsimanga na msosi. Kuna saa unakaza unapiga msosi, apige kelele atachoka mwenyewe huko, unakula maisha yaendelee. Okay, umenisababisha sasa niongea sana. Bwana apewe sifa. Asi ndugu zangu, nimependa kwanza mmenipa ushirikiano. Alafu mmefurahi. Kama mmebarikiwa mnipungie mkono. Hallelujah. Engare, Nairobi engare. Kijito cha maji.